Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu. Ninawasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni ambaye ametupa tena nafasi ya kukutana katika majira haya na katika nyakati hizi. Mungu ni mwaminifu na ni mwema sana. Yeye ambaye hutulinda kila wakati na hututetea kila wakati katika yale ambayo tumekuwa tukikabiliana nayo. Na Mungu wa Israeli amekusudia tena kutufundisha kwenye mambo mbalimbali ambayo yeye mwenyewe aliagiza tutembee katika yale ambayo ametaka tutembee. Kumbuka kwamba ahadi za Mungu ndizo zitunzalo jina la Mungu. Ikiwa ahadi za Mungu ndizo zinazotunza jina la Mungu, tafsiri yake ni nini? Maana yake Mungu anapenda na anaheshimu sana jina lake, na kwa sababu ahadi zake ndizo zinazotunza jina la Mungu, wacha nikusomee neno la Mungu katika Zaburi ya 138 mstari ule wa 2. Anasema, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Kwa nini Mungu anaikuza ahadi yake kuliko jina lake? Mungu ni pendo, na Mungu anapenda sana kufanya yale ambayo amesema mwenyewe atayafanya. Kwa mfano, Mungu anaposema niite nami nitakuitikia, ni ahadi kwamba ataitika. Sasa yeye mwenyewe amekuza ahadi zake kuliko jina lake. Inakuwaje unafikiri kwamba Mungu akusikii? Unafikiri kwamba Mungu akuoni? Unafikiri kwamba Mungu ajui tabu na shida ulizo nazo? Hapana. Ninachotaka niseme na wewe katika wakati huu na katika majira haya ya kwamba Mungu ni pendo, na Mungu anakuza ahadi za kwake kuliko jina lake. Hii ni kwa sababu yeye ni mtekelezaji mkuu sana wa yale ambayo anayasema. Mwanadamu anaweza akakuahidi pasifanikiwe, pasifanyike jambo, lakini yeye siku zote ni mwenye huruma, ni mwenye upendo. Kwa nini akuze ahadi zake kuliko jina lake? Kwa sababu ahadi zake zinatekelezeka. Ahadi zake ni amina na kweli. Unapomuomba Mungu, amini kwamba amekusikia. Omba kwa imani, amini kwamba amekusikia na anakwenda kutenda. Amini kwamba yeye ni mwaminifu na wa haki, hajawahi kukaa kimya kwenye ahadi. Ikiwa amesema niite nami nitakuitikia, jukumu lako ni kumuita. Lakini sio kumuita hivi hivi, lazima umuite ukiwa unaamini kwamba unapomuita anaitika, anasikia, hakai kimya. Kwa sababu hiyo, muite Mungu aliye hai, muite Mungu wa Israeli. Liite jina la Yesu kwenye shida zako, liite kwenye magonjwa. Muite Bwana kwenye changamoto mbalimbali unazokabiliana nazo, naye atakusikia, atakuitikia. Kumbuka anasema ombeni nanyi mtapewa. Hajawahi kuwa muongo. Kila muombaye anasema amini kile unachoomba kwamba umepewa au kwamba umepokea. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Baraka za Kristo Yesu zikukalie nyakati zote za maisha yako. Usisahau ya kwamba kila unapomuita yeye anasikia na yuko tayari kukuitikia. Amen. Amen.